Sehemu ya majeraha ni sehemu gani? Ni sehemu ya kichwani. Amejeruhiwa sana kichwani. Na hiyo ni mwenyeji wa wapi? Wa hapa pa Mwena au ni nje ya Mwena? Yule ni mwenyeji wa hapa, tunaweza tukasema mwenyeji wa hapa sababu ni mkazi karibu wa miaka 10. Kwa kijiji tofauti Mwena A, sababu hapa Mwena kuna vijiji vitatu. Kuna Mwena kama Mwena, kuna Mwena A na kuna Chibwini. Kwa yule ni mkazi wa Mwena A. Mwenyeji wa Nangumbu. Hapa alikuja kuolea. Kama mlivyoona marehemu amejeruhiwa vibaya sana. Yeye tokea anze kazi hajawahi kuona matukio kama haya ya kikatili. Kumkata mtu mapanga bila sababu. Lakini mimi kama mtendaji ninaomba tushirikiane na wenye vitu wa vitongoji kuwabaini wale wageni ambao wanakuja wana vitambulisho na wajulikani wanakotoka. Kweli nimefika hapa nikakuta mwili pale umelala amekatakatwa mapanga. Baada ya hapo wakaja askari, ameangaliwa. Baada ya kuangaliwa wakapigiwa simu wa Masasi, wamekuja wameangalia. Kwa hiyo mpaka imefikia hatua ya kutaka kupima, wakasema basi hatuwezi kupima, tunachukua tunaenda naye Ndanda, hospitali ya Ndanda. Kwa hiyo wamechukua wameenda nao Ndanda kwenda kupata vipimo zaidi. Mida ya saa 12 asubuhi leo nilipigiwa na mwenyekiti wangu wa kitongoji kwa kunihabarisha swala la tukio la mauaji lililojitokeza katika maeneo ya shule ya msingi Mwena. Nikiwa nahusika na ulinzi kwa wananchi wa kitongoji hicho. Lakini hata hivyo nilifika maeneo ya hili eneo la shule, kwa bahati nzuri nilikuta mwili wa marehemu pale, na ni kweli amepigwa mapanga kichwani na amefariki. Taarifa kwenda polisi ilishatolewa na polisi jamii alikuja pia aliangalia mazingira hayo. Hata hivyo walitoa taarifa tena kwa madaktari wengine kutoka kituo cha polisi Masasi, na mwili wa marehemu kwa sasa umetolewa umeelekea hospitali ya Ndanda kwa ajili ya vipimo zaidi vya uchunguzi. Kwa jina naitwa Mariam Chenga, ni mtendaji wa kijiji. Mnamo saa 12 kasoro ya asubuhi leo, kuna mtu alinipigia simu akaniambia tulikuwa tunafanya mazoezi ya kukimbia. Tumefika eneo la shule ya msingi Mwena, hapa barabarani hapa tumekuta mtu amefariki, amepigwa mapanga. Nikawauliza wa kiume au wa kike, wakaniambia ni wa kiume. Mnamtambua? Akasema hatumtambui. Baada ya hapo nikaamka nikaenda kumwamsha mwenyekiti wa kitongoji Bwana Mudi Majiko. Tumefuatana tukapitia kwa mwenyekiti wa kitongoji husika kumwambia tukio, lakini bahati nzuri yeye alishasikia kabla yetu, basi tukaambiwa amesha kwenda eneo la tukio. Baada ya kufika hapa tukashuhudia mwili wa marehemu, na bahati nzuri tulimkuta polisi kata, na baada ya hapo tukaenda eneo la chanzo cha tukio barabarani, tukakuta damu, na ndio hapo nafikiri wenyewe ndo wanaona ilivyoanzia tukio. Kwa hiyo tukaja mpaka huku uliko kwa mwili wa marehemu. Baada ya hapo kapigwa simu kwa ajili ya polisi Masasi na daktari wa Masasi. Wamefika, wamemwangalia, wamechukua mwili wa marehemu, wameenda hospitali kuu ya Ndanda kwa uchunguzi zaidi. Lakini afisa upelelezi wilaya alitoa elimu kwa jamii. Hii tabia ambayo imejitokeza ya kuchukua sheria mikononi sio mzuri na sio ya busara. Kama unamwona mtu anakosa, basi fuata vyombo vya sheria kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu kuliko kutoa maamuzi. Kama mlivyoona marehemu amejeruhiwa vibaya sana. Yeye tokea anze kazi hajawahi kuona matukio kama haya ya kikatili. Kumkata mtu mapanga bila sababu. Lakini mimi kama mtendaji ninaomba tushirikiane na wenye vitu wa vitongoji kuwabaini wale wageni ambao wanakuja wana vitambulisho na wajulikani wanakotoka. Na pia naomba mkuu wa kituo, kuna ulazima wa kuanzisha polisi jamii
kwa ajili ya matukio kama haya yasijitokeze. Kwani tukianzisha polisi jamii tutawabaini watu ambao wanayefanya matukio kama haya na yatapungua. Na vile vile ninaomba kama kuna mtu ambaye atasikia tetesi kuhusu muuaji basi atoe taarifa kwenye ofisi ya vijiji au kwa mkuu wa kituo, kwa sababu namba zimeshatolewa. Mimi najulikana kwa jina la Rubanga. Nipo katika kijiji cha Mwena, maeneo ya shule ya msingi Mwena. Mida ya saa 12 asubuhi leo nilipigiwa na mwenyekiti wangu wa kitongoji kwa kunihabarisha swala la tukio la mauaji lililojitokeza katika maeneo ya shule ya msingi Mwena. Nikiwa nahusika na ulinzi wa wananchi wa kitongoji hicho. Lakini hata hivyo nilifika maeneo ya hili eneo la shule, kwa bahati nzuri nilikuta mwili wa marehemu pale, na ni kweli amepigwa mapanga kichwani na amefariki. Taarifa kwenda polisi ilishatolewa na polisi jamii alikuja pia, aliangalia mazingira hayo. Hata hivyo walitoa taarifa tena kwa madaktari wengine kutoka kituo cha polisi Masasi, na mwili wa marehemu kwa sasa umetolewa, umeelekea hospitali ya Ndanda kwa ajili ya vipimo zaidi vya uchunguzi. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ambayo imejitokeza kwa mji wetu wa leo Mwena. Una neno gani kwa jamii ya Mwena? Ninachohamasisha ni kwamba niombe tu mazingira haya ya kujichukulia sheria mkononi si vyema. Ni bora zaidi mtu yoyote anayekosa zaidi ya kukosa basi apelekwe kwenye vyombo vya sheria, kuanzia mwenyekiti wa kitongoji, balozi, polisi, hata mahakamani. Si vyema ufanye tuhuma hizi ambazo zimejitokeza hapa leo kwa kuweza kuchukua sheria mkononi na kumpotezea mtu maisha yake. Huwezi jua kosa lilokuwa amelifanya ni la aina gani. Kwa hiyo hapa sasa hivi tumpotezewa ushahidi kwamba marehemu hana uwezo wa kujieleza. Kwa hiyo hatuwezi jua kwamba alikuwa anadaiwa, alifumaniwa kwa mke au kuna migogoro gani ambayo kwake ilitokea, hilo hatujui. Sasa huu sio utaratibu uliokuwa mzuri. Tuniombe tu kwamba kwa yoyote mwananchi mwenye kukosewa ni bora zaidi afike eneo husika la sheria kama vile polisi au kuanzia ngazi ya kijiji. Itakuwa ni bora zaidi. Wewe utendewe haki vizuri, mahakama zipo. Mahakama zipo, utaweza kupelekwa pale au kupeleka na sheria zichunguzwe na hakimu aliopo kwenye mahakama hiyo. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba huyu mtu alionikosea alafu basi bora nimuumize tu au nimpotezee maisha yake. Hii si vyema. Kwa hiyo natoa rai hiyo nikiwa maeneo ya shule ya msingi Mwena. Sawa. Kwa jina anaitwa Dalia Kasembe Mole. Nimepigiwa simu saa 12 asubuhi na mwenyekiti wa Mbale. Akanipa taarifa kama kitongoji chako kuna taarifa yoyote umepewa. Nikamwambia hapana. Akanambia basi inabidi uondoke uende ukaangalie kuna tukio limetokea kitongojini kwako. Nikafika mpaka hapa. Kweli nimefika hapa nikakuta mwili pale umelala amekatakatwa mapanga. Baada ya hapo wakaja askari, ameangaliwa. Baada ya kuangaliwa wakapigiwa simu wa Masasi, wamekuja wameangalia. Kwa hiyo mpaka imefikia hatua ya kutaka kupimwa, wakasema basi hatuwezi kupima, tunachukua tunaenda naye Ndanda, hospitali ya Ndanda. Kwa hiyo wamechukua wameenda nao Ndanda kwenda kupata vipimo zaidi. Kwa jina naitwa Bakari Muibu Chilumba, mwenyekiti wa kijiji cha Mwena. Nimetoka saa 11 ya usiku kwenda kupuliza mikoroshoni. Nikapigiwa simu kwamba hapa kijijini kwako kuna tukio limetokea eneo la shule la msingi Mwena. Kuna mtu hapo kauawa. Kweli nimetoka huko shambani, nimefika zangu mpaka hapo shuleni, nikashuhudia huo mwili wa marehemu kweli kauawa. Tukapigia polisi kata ambaye tunashirikiana naye kata ya Mwena, akaja na yeye akawapigia wakuu kutoka Masasi, wakafika. Kwa hiyo wamechukua vipimo vyote na vielelezo kwa wahusika wa yule marehemu. Na mpaka saa hizi ndo wameondoka kwenda Ndanda kwa ajili ya vipimo zaidi kwa daktari. Baada ya hayo alisimama mkuu wa kituo Masasi kutoa elimu kwa wananchi kwamba hili tukio ni mbaya, lisijirudie kwa awamu nyingine. Kwa hiyo wananchi tumeombwa tushirikiane, kwa yoyote atakayelijua hili tukio nani kafanya, basi tutoe taarifa kwa kituo cha polisi, kuanzia kwa vitongoji, kwenye vitu wa vitongoji
mwenyekiti wa kijiji, au tukipewa taarifa sisi tutawakilisha sehemu husika kama ni kituoni. Kweli tukio lilofanyika ni la kinyama. Kama kulikuwa na tatizo, kwa nini asipeleke sehemu husika? Kuna balozi, kuna mwenyekiti wa kitongoji wa kuweza kuzungumza nayo ili shauri likawa limeisha. Kwa nini achukue jukumu hilo huyu aliofanya? Kwa kweli wananchi tuwe imara kupeleleza ili tukio isiwe yanajirudia matukio ya ajabu kama haya, na si mazuri kutoa hukumu kwa mtu ambaye amekukosea. Wa kutoa hukumu wapo polisi, unakwenda mahakamani unalalamika ulichotendewa, basi mahakama inashika mkondo wake kuliko kuchukua maamuzi ya ajabu kama haya ambayo yametokea. Asante sana. Sehemu ya majeraha ni sehemu gani? Ni sehemu ya kichwani. Amejeruhiwa sana kichwani. Na hiyo ni mwenyeji wa wapi? Wa hapa pa Mwena au ni nje ya Mwena? Yule ni mwenyeji wa hapa, tunaweza tukasema mwenyeji wa hapa sababu ni mkazi karibu wa miaka 10. Kwa kijiji tofauti Mwena A, sababu hapa Mwena kuna vijiji vitatu. Kuna Mwena kama Mwena, kuna Mwena A na kuna Chibwini. Kwa yule ni mkazi wa Mwena A. Mwenyeji wa Nangumbu. Hapa alikuja kuolea. Unatazama Wana TV.